tatizo liko wapi? Kwani kuna shida? Nashukuru. Shida ipo. Kwa nini shida ipo? Awali wakati naanza haya mahojiano nili highlight sheria, kanuni na taratibu zinazosimamia mpira wetu. Ndiyo. Nilisema tunayo katiba ya TFF iliyofanywa marekebisho mwaka 2019, lakini nikasema pia tunayo sera ya maendeleo ya michezo iliyotengenezwa na Wizara ya Habari, Utamaduni na Michezo mwaka 1995 chini ya hayati Profesa Philemon Sarungi. Lakini nikataja nikasema tunayo pia sheria au kwa maana ya kanuni, nikazisema kwamba tunazo kanuni za usajili vyama vya michezo, kanuni kanuni namba 422 ya mwaka 1999, na nikamalizia kwa kusema tunazo pia sheria namba 12 ya mwaka 1967 na marekebisho yake, namba 6 ya mwaka 1971 ya Baraza la Michezo la Taifa. Kwa mimi nimekwenda kuweka lalamiko kwamba mabadiliko ya ile ibara kwanza yamekiuka sera ya michezo, kwa maana ya kwamba hii sera ya michezo ya maendeleo ya michezo inasema kwamba ukitizama moja kwa moja pale katika hiyo sera ya michezo ya mwaka 1995 kupitia aya ya 5.2.3. Naam, kwa hivi lalamiko linatokea wapi? Ni kweli mkutano mkuu uliketi mwaka 2019 na wakafanya mabadiliko. Ndiyo. Lalamiko linatokea wapi? Nilisema awali kwamba shirikisho letu la mpira aliongozwa kwa katiba peke yake. Tukienda kwenye sera ya maendeleo ya michezo ya mwaka 1995 kama nilivyosema, ambayo ndio inatumika mpaka sasa, ambayo mpaka sasa ndo tuko nayo hii sera, mpaka sasa ndo tunaitumia, haijawahi kufutwa wala kuondolewa kwa mujibu wa sheria. Ukitizama ile aya ya 5.2.3 naomba kunukuu. Sawa. Inasema hivi: kwa ajili ya kuepusha umilikaji wa muda mrefu wa vyombo vya michezo na wanaochaguliwa kuviongoza, uwe utaratibu wa kila chombo cha michezo kwamba viongozi wake wa juu wataruhusiwa kugombea nafasi hizo kwa vipindi vitatu vya miaka mitatu kila kipindi, isipokuwa kamati ya Olympic TOC, Ndiyo, viongozi wake watagombea kwa vipindi viwili vya miaka minne kila kipindi. Baada ya muda huo kiongozi anaweza tu kuwa mjumbe wa kushirikishwa. Kwa hivi sera ya michezo imeweka takwa la lazima kwamba viongozi wote wa juu watatakiwa kuongoza kwa kipindi cha miaka mitatu, awamu tatu, kama ilivyokuwa awali. There you are. Sasa inakuwaje kwamba tunakwenda kubadilisha katiba inayokinzana na sera ya michezo, wakati sera ya michezo ni miongoni mwa miongozo inayosimamia mpira? Kwa nini hawakufanya kwanza basi mabadiliko? Kwa nini sasa hawakufanya mabadiliko katika sera ya michezo kwanza kama mwongozo unaotumika mpaka sasa, ndipo waje kufanya amendment kwa maana ya mabadiliko ya hiyo katiba? Kabla hatujapiga hatua. Naam. Sera hii iko BMT, sio? Ndio. Ambapo kuna msajili wa vyama vya michezo. Sahihi. Maana BMT nao walipokea mabadiliko ya Job tulia kwanza. Mabadiliko walipowafanya TFF walipeleka BMT kwenye kuyasajili kwa msajili. Ndio. Yakapitishwa. Ndio. Kwa hiyo TFF hawana makosa basi. Sasa nitakujibu. Msajili, ofisi ya msajili ndio yenye makosa. Kwa nini ipitishe katiba ya namna hii? Ilibidi warekebishe kwa sera hii kabla hajaipitisha. Na ni miongoni mwa malalamiko yangu niliyoweka katika barua kwamba kwa mujibu wa kanuni za usajili wa vyama vya michezo, kanuni namba 422 ya mwaka 1999 ambayo ndio inatumika mpaka leo, kanuni ya 11 yote kwa ujumla wake ndio inaongelea marekebisho ya katiba. Ukitizama kanuni hii kwa ujumla wake, kanuni ya 11 kanuni ndogo ya 3 imempa mamlaka msajili wa vyama vya michezo kukataa mabadiliko ya vifungu vya katiba kwa sababu nyingi zilizoainishwa pale, na sababu mojawapo wanasema kwamba, ndio maana nilianza na sera ya michezo. Ukisoma kanuni ya 11, hizi ni kanuni za usajili wa vyama vya michezo. Sawa. Kanuni namba Tanzania, kanuni namba 422 ya mwaka 1999 ndio inatumika mpaka leo pale BMT. Kwa hivi kanuni ya 11
kanuni ndogo ya 3 ukitizama kanuni namba D inasema kwamba msajili anaweza akayakataa maombi yoyote ya kubadili kifungu chochote cha katiba ya chama au kanuni za chama ikiwa my interest iko kwenye D. Anaona kuwa mabadiliko hayo hayafai kwa kuwa hayazingatii sera ya michezo, sera ya utamaduni na sheria ya Baraza la Michezo la Taifa. Kwa mabadiliko yoyote ya katiba yanapaswa kuzingatia sera